Kifo nchini Vietnam kwa makosa ya ulanguzi wa dawa za kulevya imejitokeza kukana madai kwamba mwanao amewahi kufungwa jela nchini Ghana na pia Saudi Arabia kwa makosa mbalimbali. Yanajiri haya huku serikali ikisema kuwa mchakato wa kukata rufaa dhidi ya Nduta tayari umeanza, kama anavyoarifu Arnold Adidi. Mkenya Margaret Nduta aliyehukumiwa kunyongwa baada ya kupatikana na hatia ya ulanguzi wa dawa za kulevya sasa huenda akashusha pumzi baada ya serikali kusema kuwa imekata rufaa dhidi ya hukumu hiyo nchini Vietnam. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X, katibu wa masuala ya kigeni Korir Sing'oei amesema kuwa timu ya maafisa wa ubalozi ilimtembelea Nduta na kuthibitisha kuwa yu hai. Ujumbe wa Korir unaendelea kusema kuwa licha ya Nduta kuwa katika hali ya msongo mkubwa wa mawazo, anakabiliana na hali hiyo na pia anashughulikiwa vyema na maafisa wa taifa hilo. Kwa sasa, maafisa hao wa Kenya wamekuwa wakishirikiana kwa karibu na wenzao wa Vietnam ili kutafuta njia mbadala ya kutatua jambo hili, huku rufaa ikikatwa kwa hukumu hiyo ya Nduta ambaye hakuwakilishwa na wakili kesi yake iliposikilizwa. Huku hayo yakijiri, familia ya Margaret Nduta sasa inadai kuwa pana njama ya kulemaza juhudi za kumrejesha mwanao nchini, hasa baada ya taarifa kuibuka kuwa Mkenya huyo amewahi kufungwa jela katika mataifa ya Ghana na Saudi Arabia. Mpaka wakati wa uchaguzi Nduta alikuwa huku na alichaguania Ruai. Nduta wakati huo hata alikuwa agent wa MP kule Ruai. Ndiye alikuwa anamsimamia kule. Nduta amekuwa akifanya kazi mtaani kule Ruai. Nduta amekuwa akifanya kazi ya Kware kule Ruai. So hii mambo yote tunayaona kwa social media. Mara Nduta alikuwa na watoto, sistangu hana mtoto. Jen Wangare ambaye ni dadake Nduta anasema kuwa mwanao hakuwahi kusafiri nje ya Kenya maishani mwake hadi mwaka 2023 ambapo aliondoka nchini kuelekea taifa la Vietnam. So nikisikia hizi fununu zote nasikia Nduta alikuwa ameenda Ghana, sijui Nduta alikuwa ameenda Saudi Arabia. Even as kama familia tunashindwa, what are these? Na hii fununu zote na haya mambo yote yanatoka wapi? Mambo yenye sisi kama familia hatujawahi yaona, hatujawahi yasikia. Kwetu hakuna mtu amewahi travel outside Kenya. Mwenye ameanza kuenda na alienda 2023 ni Nduta. Kadhalika, familia ya Nduta imeeleza kusikitishwa na kile wanasema kuwa ni kampeni kali inayoendeshwa na watu fulani ambao nia yao ni kuzuia kurejea kwa Nduta kwa kueneza taarifa zinazoashiria kuwa mwanao amekuwa akishiriki uhalifu. Ni vizuri mngeenda huko Nyayo House. Mngepata watu wa government huko, wangewatolea nini passport na details za Nduta. Na ile kitu ningetaka kuwauliza, na hata mimi ningetaka kujua kama kuna maybe passport zinapatiwa nangu wa mlango ya nyuma, hata mimi nijue juu sijui, na nijue kama sistangu angetoka hapa Kenya na ID peke yake. Rosemary Wambui ambaye ni pacha wake Margaret Nduta ameeleza kwamba familia hiyo ipo tayari kuweka wazi taarifa zote zinazoonyesha kuwa mwanao hajawahi kusafiri nchini Ghana au kwenye milki za Kiarabu. Hizo vitu mnasema zinaumiza familia yetu. Kwanza mamangu vile alisikia hivyo akikumbuka ameishi na Nduta, hajaitoka Kenya. Miaka yake yote ni vile alitoka hiyo 2023, alisikia vibaya sana. Kadhalika, mbunge mteule Sabina Chege ameitaka serikali kuangazia upya mchakato unaotumiwa na Wakenya wanaosafiri katika mataifa ya kigeni kusaka ajira. Arnold Adidi, TV47.